Baada hapo, baada ya miaka 1000 Mungu atatangaza viti hewani. Atakaa kwenye kiti cha enzi. Kutakuwa na wazee 24, wazee 12 makabila 12 ya Israeli, wazee 12 wanafunzi wa Yesu Kristo. Halafu baada hapo watakaa bibi harusi wa Yesu Kristo pamoja na Bwana Yesu Kristo, watakaa wana wazee 24 kuhukumu kabila, kwa makabila yote ya ulimwengu watakuwa wanapita kwenye laini. Mungu atakuwa na haraka. Ndio hapo mshangao ndio jamaa sana. Anakuja jamaa alikuwa mzinzi, alikuwa analewa sana. Asisi tukane kanisani huyu tukane kanisani. Sema huyu tende yake vipi? Alikuwa anatukana sana huyu. Alikuwa anataka hata watu waamini. Alikuwa anatusema sana. Huyu alikuwa ni mbishi. Kushoto unaputwa moja ni kule. Mwana mambo leo tunayeendea. Huyu hapa kwa kweli, huyu alijitahidi. Una uhakika ndio kulia. Hiyo ndio ufufuo wa pili. Mungu hatakuwa na haraka wakati huo, nyakati zote zimeisha. Atatumia miaka mingapi mimi sijui. Akimaliza wale wote waliohukumiwa kushoto, litafunguka ziwa la moto. Wa kwanza ni shetani. Shetani anakuwa naye hapo. Atapigwa chenji kwenye moto. Hapo watapatia waliomfuata shetani wote, matajiri, wenye elimu, wenye vyeo, na wenyewe wataenda kuwekwa kule, na wote ambao kumtii Yesu kule. Afutafungwa hicho kifungo, wakilia na kusaga neno miaka 7 Kwa hiyo ukifa katika dhambi, break ya kwanza kwa mahali panaitwa prison, jela. Ukingoja hukumu, baada ya hukumu ziwa la moto. Sisi baada ya kuwa tumekaa hapa tumekula bata duniani miaka 1000, kinatokea nini? Tunafunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tunafunguliwa mlango wa Yerusalemu mpya. Yerusalemu mpya haifunguki kwa haraka kama adhabu. Unafunguka vizuri taratibu. Alafu umejengwa kwa misingi 12. Barabara ni dhahabu, malango ni lulu. Unaingia kwenda kwenye jumba lako moja la kifahari. Katika ile jumba la kifahari, wale walioishi neno kisahihi wanakuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Wale tunasema yeye mtu wa kanisani, huyu alijitahidi, haliaminiki, kazi yao ni kulima bustani na kuleta mazao kwenye lango. Wale hodi nataka kuleta matunda. Hiyo nayo ni nafuu. Hiyo ni nafuu. Hezi kama kwenye bustani kuliko jela yenye kilio na kusaga meno kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo utaamua hapo ulipo, hapo unaenda kwa mkulima wa bustani, afu ulete katika lango la lubista kwa katika wakulima wa bustani. No. Mungu akubariki ndugu yangu. Amina. Sasa usipokuwa makini na kwa hivyo, unaona Mungu anapanga mambo yake. Amina. Katika lile Yerusalemu mpya, Wayahudi wanakuwa makuhani, sisi tunakuwa bibi harusi. Afu na watu wanatumikia. Wao kazi yao ni kutoa dhabihu ya sifa na utukufu kwa Mungu, au ni Wayahudi. Sisi ni kutembea na mwanakondoo. Amina. Kazi yetu ni kutembea na bwana harusi. Amina. Anapoenda. Yaani tutakuwa tuko katika kiwango kingine. Hivi nimeona hii rangi unaiona hii, kuna original yake. Amina. Hiyo original ukiangalia, yaani unatamani usiache kuangalia. Kule hakuna rangi isiyovutia. Yaani kila kitu kule ni kizuri. Kule mpaka kipilipili inaonekana iko mgongoni. Itakuwa ndio imefika mgongoni. Umeifunga vizuri kabisa. Hakuna cha kipilipili, hakuna cha nini. Umefunga ndio mgongoni. Unatembea katika uzuri na utakatifu. Utasema sasa hapa itakuwa ni kipindi gani? Bila mwisho. Amina. Hapo unakuwa umeingia katika uzima wa milele wa Mungu. Miaka iende, miaka irudi,
kumsifu Mungu na kuishi. Hao wengine wakati wanaongelea kwenye ziwa la kudu, fursa nao wanafanya kazi kule, wanakaa wanaangaliana shetani nani, wote ni kilio tu, mtindo mmoja. Wachawi wale wameshaza, ulitudanganya, tuliruka na ungo, leo tuko huku na kwenda zenda dunyoni na ungo hapa, kwa hiyo nimetinga mkuma niko hivi nilifuata, kwa kila mmoja na mdomo wenzake pale. Wewe ni mimi kachoka kwenda zako, wewe ulikubali kuchoka kwa nini? Yani kila mmoja na mdomo wenzake pale, miaka inaenda miaka inarudi. Nielewa vizuri. Ni kilio na kusema meno. Sasa jela ipo, ziwa la moto limeshaandaliwa, Yerusalemu mpya imeandaliwa, hata shetani anaiona kila anapomake. Shetani kama ulikuwa ujui, ameshahukumiwa na kusomea. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Afira ilikuwa somo langu. Mnaipenda? Amina. Nataka nizungumzie habari kidogo. Aha. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ukisoma katika Ufunuo kumi na mbili saba, Ufunuo 12:7 anasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao. Sasa naye nikwambia habari ya shetani. Shetani Mungu alipoumba, kuna watu waelewa mtelezo siku moja. Katika Isaya 66 Mungu anasema mbingu ni kiti chake cha enzi, juu duniani mahali pa kuwekea miguu. Alafu katika Mithali 15:3 anasema macho ya Bwana yako kila mahali, yakimtazama mtu mwovu na mwema. Sasa Mungu amejaa mbinguni na duniani. Mungu huyu ikabidi ajiwekee mwili wa kuonekania, ajiumbie mwili wa kuonekania, mwili wa kuwasiliana na watu. Ule mwili unaitwa mwana wa Mungu. Ndio yule mtu wa nne alionekana kwenye tanuru, ndio yule Melkisedeki aliyoenda na Ibrahimu, ndio yule Elohim alienda na Ibrahimu akenda malaika huyo wa Sodoma, ndio huyo. Amina. Alafu katika kiwango kipindi chetu akavaa mwili kwenye tumbo la Mariamu. Ndio maana unasema hivi, yeye akiwepo ilikuwa ni Mungu kabisa. Amen. Jina la Bwana likiwe. Ukisoma katika Wafilipi 2:5 inasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwepo kwanza katika Kristo, ambapo kwanza ilikuwa na namna sawa na Mungu. Yesu alikuwa roho kama Mungu alivyo roho. Kwa nini? Ndio mwili wa roho Mungu aliyoumba ili uweze kuonekana, na ule mwili aliumba ili uweze kuumba kila kitu, na ule mwili ndio ulikuwa neno. Ukisoma katika Isaya, katika Yohana 6:63 anasema maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, Yohana 1, naye neno lilikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno ndio Mungu. Mstari 14 anasema neno akavaa mwili. Yule roho akavaa mwili wa damu na nyama ili atukomboe sisi. Amina. Amina Bwana. Jina la Bwana likiwe. Kwa hiyo Mungu katika uumbaji alipoutengeneza mwili wa kufanyia kazi, ule mwili cha kwanza kuumba ilikuwa ni shetani. Cha kwanza kuumba ilikuwa ni shetani. Akaumba kitu kizuri kweli. Yaani shetani akigeuka muziki, akigeuka kinanda, akinama zeze, akinuka zumaridi, akijinyosha kinanda. Yaani yeye ni utukufu wa Mungu. Alikuwa anavuta utukufu wa Shekina unakali yake. Alikuwa anaitwa Lucifer, malaika wa utukufu. Flaming Lucifer, malaika wa nuru, malaika wa utukufu, mwana wa asubuhi. Ndio wa kwanza kuumbwa, anaitwa mwana wa asubuhi. Maana ndio kiumbe cha kwanza kuumbwa baada ya Mungu kwanza uumbaji wake. Ili watu wanapomwendea Mungu kumpa utukufu, wanainama pale Lucifer akiwa anaburudisha, alafu sifa zinaenda kwa Yesu. Lucifer akasema hapana, Mungu tabia yake ni kujificha.
Inasema Isaya 45:15. Tabia ya Mungu ni kujificha. Hata Mungu anajificha kama ana utukufu hivi. Kumbe ndio mkuu wa yote. Kweli. Mungu akajificha. Amen. Shetani akajua Mungu hana uwezo. Hapa naweza nikamaliza kabisa, sasa sikiliza nyinyi. Utukufu wote unakuja kwangu. Mungu akaingia ndani ya Mika. Akapigana na shetani akamshinda. Jina la Bwana likiwe. Amina Bwana. Shetani aliposhinda, sikiliza. Anasema hivi. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Shetani na malaika zake hawakushinda mbinguni. Watashinda hapa? Hapana. Hapa watashinda? Hapana. Hamna kitu. Wala mahali pao hapakuonekana tena. Yaani Mungu ndio anaweza kufuta mahali Mungu alipatengeneza. Alitengeneza makao ya shetani akakata shetani huna makao tena. Akaendeleza shetani. Ukienda mbinguni leo watu wala shetani upaoni. Kabisa, hiyo ni kweli. Kweli sana mashauri. Kweli kabisa. Shetani hana makao. Jina la Bwana barikiwe. Amina. Anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyia ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja nao, wametupwa hapa. Alafu Mungu akasema kuna watoto wangu wanajua namna ya kudhibiti, password ya kudhibiti ni ya kudhibiti nyinyi, kudhibiti shetani na mapepo nimewapa. Sina habari kiwe. Amina. Jana nilikuwa naomba usiku. Kwa saa 7. Naomba niko peke yangu. Naomba nazungumza kanisa. Wakati wa chama wakaanza kunigushia vitu gani sijui. Mimi kama wananimwagia maji. Wananimwagia maji sijui ni nini sijui. Nikasema sasa natamka kwa Yesu mpigo walifutika. Amina. Walifutika kama umeme. Amina. Amina. Kuna siku na Joyce alikuja kufanya mkesha wake hapo. Akaniambia ndugu, ukikaa pale peke yako kuna watu wanakuja. Mimi naelewa mara nyingi kweli kuna watu wanakuja. Shetani apende atapambana kwa kikosi vile wakati gani. Joyce anajua walishakuja. Walivyokuja nikatamka wapigo walitimua mbio wote wakafutika. Nikasema sasa mbona mnakuwa waoga namna hii? Kama nyinyi wachawi na waganga mna uwezo wa kunishinda, tokea. Nikamwambia tokeeni hapa. Kama mnajiamini mnangulia mimi niko peke yangu. Ila nina Yesu ndani. Kama mnajiamini tokea. Toka mimi nitawapigia goti. Afu nikamwambia Mungu, kitakachotokea chochote natumia shoka la Yeremia 51:20 chinja. Amen. Hapo nikasema jamani tokeni ni waabudu. Unafikia nitokea? Mimi niko peke yangu. Akasema chinga kabisa nyinyi. Babu zenu viroboto hamna lolote. Hao waoka. Hao wachawa jinga. Hakutokea. Nikamwambia hayo wachawa jinga. Hayo majinga tokea. Hayo hawakutokea. Niliomba mpaka nikamaliza. Hakuna cha uwepo wa giza wala hakuna cha uwepo wa kiroboti. Nikatoka zangu kwa amani. Nikaenda nikawasha gari nikaishia. Kumbe wachawi ni waoga namna hii. Jamani msiwaogope. Wakimkamata muoga atajuta vizuri. Wanageuza bundi, wanageuza paka, wanageuza nyoka, wanageuza yaani watakutisha mpaka ujisaidie. Lakini hawana lolote. Ndio nawaambia. Jina la Bwana barikiwe. Kwa hiyo hawakushinda kule, watashinda hapa. Hapana. Wala mahali pao hapakuonekana, wakatupwa. Wametupwa huku, wakafungwa katika vile. Yaani shetani ukae ukijua hajatupwa tu.